Shalom, shalom, shalom wana wa nuru. Ni nafasi nyingine tena na walika wapendwa wa Mungu katika kushirikiana kuumega mkate katika huduma ya Bwana. Ipatikanao Kibaha picha ndege itwayo The Fountain of Faith, Hope and Love. Ninawakaribisha wana wa nuru katika kipindi cha siku ya leo. Somo letu la siku ya leo tunakwenda kujifunza neno lisemalo nyakati mpya. Nyakati mpya maana yake ni msimu mpya. Msimu mpya ambao unakuja kwenye maisha yako, ambayo huwa yanaleta mafanikio na baraka kutoka kwa Mungu. Kutokana na nyakati mpya zilizokuja mwaka huu, mwaka 2024, basi nakuomba mwana wa Mungu, tambua kwamba vita pia inakuja kulingana na nyakati hizo zinazokuja. Mara nyingi shetani huwa anatembea. Shetani yuko mahali pote kama jinsi ambavyo Mungu yuko mahali pote. Na mara nyingi anapotembea katika mazingira hayo, huwa anakwenda kuharibu, kwenda kuiba, kwenda kuua. Ndio kazi ya shetani. Sasa Mungu huwa anatupa kuziona nyakati mpya. Kama umeuona mwaka 2024, maana yake umepata kibali cha Mungu wa mbinguni. Ukiangalia kwenye somo la Zaburi ya 65, sura 65 mstari wa 9 hadi 11, inasema: umeijilia nchi na kuistawisha, umeitajirisha sana. Mto wa Mungu umejaa maji, wawaruzuku watu nafaka. Maana ndiwe uitengenezaye ardhi, matuta yake yawajaza maji. Wapasawazisha palipoinuka, walainisha nchi kwa manyunyu. Waibariki mimea yake, umeuvika mwaka taji ya wema wako, mapito yako yadondoza unono. Bwana asifiwe. Kwa hiyo mapito yetu sisi yanadondoza unono. Ndio maana shetani haishi kutufuatilia wana wa Mungu, kwa sababu ndani yetu sisi kuna baraka tele. Hivyo mwae kumuona wapi mwana wa Mungu mwenye hasira ya mwenzake? Kwa sababu Mungu amesema lilo la muhimu sana kwetu ni upendo. Na unapompenda mwenzio, mara nyingi hutopenda kumuudhi, hutopenda kumdhulumu, hutopenda kufanya uharibifu wa mwili wake hata uhai wake. Wale wanaofanya kinyume cha hayo yote ni wale wa ulimwengu ule mwingine. Kwa tunatakiwa tumuombe sana Mungu katika majira haya mapya mwaka 2024, mtu ambaye hajawahi kuyaona au kuishi ndani yake, basi msimu huu ukaje na mafanikio ambayo Mungu ameyaweka, pasipo mtu kuyapunguza, pasipo mtu kuyaharibu, pasipo mtu kukuibia. Kwa sababu shetani mara nyingi hutumia roho za uharibifu. Kuna wadudu au panzi wa size mbalimbali, kuna wakubwa, wakati, wadogo na wadogo kabisa. Maana unapoambiwa kwamba kuna madumadu, tunudu, nzige na palale, wale ni panzi wanaotegemea na size. Na wanapoingia kwenye maisha ya mtu au kwenye uchumi wa mtu, huwa wanafanya uharibifu, na hizo ndizo silaha za shetani. Bwana asifiwe. Mungu atusaidie sana kutupa mahitaji yote muhimu kwenye maisha yetu, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma. Lakini utayapokeaje hayo mahitaji yako? Ni kwa ajili ya kwenda katika ibada, ni kwa ajili ya kumtolea Mungu sadaka, na kwa pia kuwa mwaminifu. Msimu mpya ni nyakati mpya ambazo zinakuja katika maisha yetu kutokana na Mungu kutubariki na kutukirimia katika mwaka mpya. Basi wapendwa wa Mungu, na waomba katika maisha yetu kama jinsi ilivyo katika kitabu cha Mungu wa mbinguni, Nyakati wa Pili 20, neno la utukufu wa Mungu wa mbinguni ambalo inatupasa tujifunze, na tunapojifunza tunajifunza kukaa ndani ya neno hilo. Mtu wa Mungu, unaposoma, si kuna mtihani, baadaye unafanya ule mtihani na unakuja unafaulu. Ukisha faulu ule mtihani, unapewa ile certificate. Lakini sisi tunapofaulu mitihani ya Mungu wa mbinguni katika maisha yetu, tuna mtihani wetu sisi kufaulu kwetu au vyeti vyetu tunavyopewa sisi ni kwa ajili ya kuwasaidia wale wengine ambao wako gizani, ili wamfahamu Mungu, wamtambue Mungu, waokoke, tukapate kuwa kusanyiko kubwa ambacho kishindo chake ambacho kiliwatisha wale majeshi ya Waashami. Siku Mungu alipowasikilizisha, shetani hatosimama. Kishindo cha wana wa Mungu kinapokuwa kiko njiani kinaelekea katika ufalme wa mbinguni. Maana tuko safarini, tunapita. Na Mungu alisema, baba Yakobo alipoambia watoto wake walipokwenda Misri kwa ajili ya kufuata kile chakula, alisema msigombane njiani.
Kwa hiyo neno la Mungu katika majira haya mapya, tusigombane, tusiweke uadui katikati yetu, kwa sababu inawezekana katika majira haya mapya labda wewe unaweza kupata kupokea baraka mapema na baraka zako zikajaa na kufurika, lakini mtu mwingine akapata baraka zake kiasi fulani. Na ndio neno la Mungu lilivyo. Neno la Mungu ukilisikiliza kwa umakini na kulibeba kwa umakini, utapata baraka na kufurika. Lakini ukilisikiliza neno la Mungu alafu ukalisikiliza na kutolitilia maanani wala kutolikumbuka, bila shaka sasa ndio itafika utaualika moyo wa shetani. Kwa sababu mwenzio umebarikiwa baraka mpaka na kufurika, wewe ambaye ukusikiza neno la Mungu na kutii sheria zake Mungu na ukutimiza yale ambayo Mungu amekwambia uyafanye, matokeo yake baraka utakazopokea ni kidogo na hazitakutosha katika mahitaji yako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wapendwa wa Mungu, tunahitaji kuwa waaminifu katika kulisikiliza neno la Mungu. Huu ujumbe wa Mungu ni ujumbe ulio hai, upate kutusaidia, na kutusaidia kwetu ni kukaa katika Bwana, kuishi katika Bwana, kustawi na katika Bwana, na kushinda kila changamoto katika Bwana. Wapendwa wa Mungu, majira mapya haya yamekuja na baraka nyingi mno. Hizo baraka inawezekana usizione kwa sababu wewe mwenyewe hujawa makini katika kuzipokea, hujawa makini katika kuziangalia, hujawa makini katika kuzilinda. Watu wengine wote tunakwenda kanisani siku ya mwaka mpya. Watu wengine tunakwenda kanisani kwa sababu leo kuna kipaimara. Watu wengine tunakwenda kanisani kwa sababu leo kuna ndoa inafungwa ya ndugu yangu au rafiki yangu. Neno la Mungu linasema katika Nyakati 20:15 akasema, sikieni Yuda wote nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Akawaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Kwa hiyo wapendwa wa Mungu, wala tusiogope wala tusifadhaike. Jeshi la mbinguni liko na sisi. Hizi hazina zetu hakuna atakayetunyang'anya, kwa sababu sisi tunalindwa na jeshi la mbinguni. Wakati yule Mungu alikuwa anazungumza na wana wa Israeli walipokuwa wanagombana na maadui zao, aliwaambia wapeleke waimbaji mbele ya vikosi vya jeshi. Angalia sasa, jeshi wana mitutu, wana mabunduki, wana mizinga, wana makombola, wana vifaru, lakini alisema wapelekeni waimbaji kule mbele ya vikosi vya jeshi vile. Watakapoanza kuimba, mimi nitafanya kazi yangu. Kwa hiyo mpendo wa Mungu, katika majira ya nyakati hizi, hebu mtumikie Mungu katika uimbaji, hebu mtumikie Mungu katika uaminifu katika kumtolea Mungu sadaka, hebu mtukuze Mungu na kumtanguliza Mungu kwa kwenda katika ibada. Wengine wetu sawa, tuna kawaida ya kwamba najua makanisa madhehebu mengine, watu wengine atajitahidi kwenda ibadani Jumapili, lakini ukumbuke kwamba tunaimarishwa kiroho kusimama katika neno la Mungu kwa sababu ya kushiriki ibada. Iwe ni Jumapili, iwe ni Jumatano, iwe ni Ijumaa, kwa ajili ya fellowship, kwa ajili ya kuimba, kwa ajili ya majukumu mengine yote yale. Sasa lile ni sawa sawa na gurudumu ambalo linatembea ndani yake kuna upepo. Gurudumu la namna hiyo ambalo linakwenda ibadani tu Jumapili au mwaka mpya tu, mara nyingi upepo ndani yake unakuwa haupo na haliwezi kutembea. Hilo gari litasimama tu mahali hapo, halitasogea. Sasa wewe unachotakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwamba Jumapili upo, kama ni Ijumaa upo, kama ni siku ya usafi upo, kama ni siku ya fellowship upo, kama ni maombi ya kawaida upo, kama ni swala uimbaji upo. Kwa maana hiyo sasa ndio gurudumu linasogea, linatembea ndani yake unakuwa unajaza upepo ambao ni neno la Mungu unaolipokea katika huduma mbalimbali ambazo ziko kanisani kwako. Bwana asifiwe. Haleluya. Wapendwa wa Mungu, hili neno la kukaribisha mwaka mpya na kukaa katika uwepo wa Mungu wa kweli ni neno kuu, na maombi ya msimu mpya yawe maombi yana nguvu, yanayolenga kuombea mwaka mpya. Ukiangalia katika Timotheo wa kwanza 2:1-4, neno la utukufu wa Mungu wa mbinguni katika kuombea mwaka mpya. Ukumbuke mtumishi wa Mungu Sauli au Pauli, ambaye aliitwa Sauli katika kipindi kile cha kuwatesa wana wa Mungu, lakini alipata kukombolewa na Kristo pamoja na maovu yake yote yale. Kama ulikuwa katika mazingira hayo ambayo yalikuwa yamtukuzi Mungu, leo Mungu anasema njoo kwake. Na ukikaa kwake katika namna ambayo Mungu anaitaka, hakika utauona mkono wa Bwana ambao unalinda nafaka na bibali na baraka ambazo Bwana amekupa. Kwa mfano, angalia katika Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4, anasema, basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu, na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, nayo uwakabidhi watu waaminifu watakaolicha na kuwafundisha wengine. Ushiriki tabu pamoja nami
kama askari mwema wa Kristo Yesu. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli ya dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Bwana asifiwe. Watu wengine tumeandikwa kama askari wa Kristo, lakini mara nyingi tunakwenda na mambo ya duniani. Ukienda huko kwenye mziki upo, ukienda huko kwenye starehe upo, kama kwenye pombe upo, lakini tena bado unakwenda kanisani. Hapo sasa unakuwa hueleweki, vuguvugu joto. Na Mungu namna hiyo huwa mara nyingi anasema anawatema watu kama namna hiyo. Kwa hiyo kama umedhamiria kumtumikia Mungu katika mwaka mpya huu, basi mtumikie Mungu kwa kumpendeza na kumsifu na kuwa mwaminifu mbele yake. Endelea kuombea mwaka mpya kila wakati, na kila mwaka ina vita yake, na vita inalingana na kusudi la Mungu ambalo amelibeba kwako wewe. Ukiona maisha yako kuna changamoto nzito, basi elewa kabisa kwamba bado mchanga kiroho. Yaani kama kwenye maisha yako wewe huna changamoto hizo zote. Unajua changamoto hizo wakati mwingine ni mitihani. Sasa mtu mwingine anasema bwana haiwezekani bwana. Mimi naomba lakini bado hivi. Kwa sababu gani? Wewe zamani ulikuwa mtumishi wa shetani. Lakini baada ya kumkiri Kristo, shetani bado anakung'ang'ania na kudai. Anakuambia huyu kuna hela yangu nilishirikiana naye, inawezekana katika hizo shughuli unazozifanya sio za halali. Kwa hiyo elewa kabisa kwamba changamoto hizo ndio vita ya kuachana na mambo ya shetani ili uwe mkamilifu mbele ya Kristo. Tujitahidi kuwa chakula chema, cha kutia nguvu, cha kutia joto na cha kulinda mwili. Ili tulitumie neno la Mungu katika maisha yetu, na kutumia neno la Mungu katika maisha yetu ndipo tutakapoiona nuru ya utukufu wa Mungu ambayo iko hai ndani yetu. Tusimzimishe Roho Mtakatifu ndani yetu. Ili kutaka hitimisho na kibali cha Bwana wa mbinguni, tunatakiwa kuwa kamilifu katika matendo makuu ya kumtukuza Mungu. Na tutunze na kukamilisha agano la Mungu wa mbinguni. Maombi yanayomwandaa mtu ili apate kumiliki ni maombi ambayo pia yanamfanya mtu kumiliki na kutawala haki za msingi kama mtoto wa Mungu aliye hai. Ukiangalia kwenye Hagai 2, maana anasema tunatakiwa tuatamie vile ambavyo Mungu ametupa. Inawezekana roho amekuonyesha kitu fulani, afu naamka asubuhi unaenda na mambo yako. Wala huwezi kushukuru wala kuomba. Na unapotakiwa kuomba, unaomba ili kile kilichoonekana rohoni kikathibitike katika mwili. Ndio maana tunaatamia. Unaatamia kwake ni kwa ajili ya kuomba. Ukiangalia kabisa katika mkazo ambao ni kumsaidia mtu kukaa vizuri, yani tuwe na roho ya kusamehe, moyo kuachilia. Tusiwabebe watu moyoni mwetu. Tukiwabeba watu moyoni mwetu, Kristo akai na kitu kingine kichafu. Kristo anakaa peke yake na moyo wako ndani yake. Moyoni mwako mpe Kristo, na hekalu la Kristo ni moyo wako. Kwa nini tuandae mapema msimu mpya? Tuandae mapema msimu mpya ili kutunza na kuchochea moto wa Bwana wetu Yesu Kristo ndani yetu. Ukisoma Walawi 6:12-13. Na pia tupate kumpa Mungu nafasi ya kusaidia ya kutusaidia kukaa katika mapenzi yake. Pia tudhibiti matukio yote mabaya ya mwaka ulioisha. Yaani kwa maana kwamba tusiape nafasi kwa ajili ya kusamehe. Unajua nguvu ya msamehe, wapendwa wa Mungu, mimi nimewahi kushuhudia siku moja kusamehe. Kuna mtu niligombana naye siku moja. Huyo mtu alikuwa anafuatilia sana maisha yangu. Unajua katika ulimwengu wa giza ni wajanja sana. Huwa wanafuatilia sana maisha yako. Anaweza kaja hapa akasema huyu bwana hajafanya hiki. Ile neno linaudhi, mimi nikalipotezea, wanasema Waswahili. Yaani sikulitia manani. Siku ya pili tena akaja akazungumza hiki, pale kwa kweli ikanikela kidogo. Nikakasirika, nikamwambia wewe, sitaki kuona hapa unakuja. Na alikuwa anakuja nyumbani kwangu kila siku. Anajaribu kuchunguza hiki nimefanya nini leo, atakisema kule na mimi utanirudishia. Baadaye nikamwambia bwana, mimi sitaki kuona nyumbani kwangu. Kumbe unakuja kufanya hapa kunipeleleza. Sitaki kuona hapa tena. Basi katika maisha yetu tumekaa hapa na pale. Siku moja akatokea jirani yangu akaja akaniambia bwana, mimi mtu mmoja amenitukana hivi na hivi. Nikamwambia msamehe bwana. Akasema kweli? Nikamwambia msamehe. Basi akawa anaondoka, kabeba mzigo wake anaondoka. Alipoondoka tu nikaisikia sauti ya baba inasema, maneno naomwambia huyu amsamehe huyu aliyegombana naye ni mimi nakwambia wewe, nenda kamombe msamaha yule uliyemfukuza hapa nyumbani kwako. Yule mtu amenitukana Mungu. Tena niliongea na Mungu mara mbili, yani ni jambo la ajabu sana. Mungu huwa mara nyingi hatoki mara mbili. Hakikisha kwambia imekwisha. Basi akanambia ni mimi nakwambia wewe, nenda kamombe msamaha yule mtu. Yule mtu amenitukana, alafu naambiwa nikamombe msamaha. Ikawa sina jinsi kwa sababu Mungu ameniamuru. Na ukumbuke Mungu amesema
watakaokaa katika ile nchi ni wale wanaotii sheria na amri zangu tu. Nikaenda nikamwomba msamaha yule mtu. Yule mtu alistaajabu sana. Lakini kumbe yule mtu amepanga vitu vya ajabu sana katika ulimwengu wa roho, ya kwamba siku moja wafanye kile ambacho tukifanya, kwa sababu yeye katika ulimwengu wa roho ni mharibifu. Kweli kile kitu Mungu akaniambia siku moja, funga siku 7. Nimefunga siku 7, nikaenda kwenye fellowship, nilia sana machozi. Nikaenda Jumapili, pale sasa ilikuwa ndio mvua. Kila nikiangalia machozi yanateremka kama bomba la maji. Kila nikifuta haikatiki. Na wapendo wa Mungu, machozi ni mazito. Ni mazito mno. Basi nikaamua kukaa kimya sasa, maana nimefuta mpaka kitambaa kimelowa. Kila nikikamua ni machozi. Baadaye nilisema tutoe sadaka, nikatoa sadaka, nikaona sasa hii ni kero. Mungu, niko hapa nakwambia mimi nalia nini wakati madhabahuni kwako? Kumbe Roho Mtakatifu anaumia moyoni mwangu kwa kila ambacho kikao katika ulimwengu wa giza kinafanyika kwa ajili ya kuondoa uhai wangu. Basi ikatokea kwamba siku hiyo nimelala, ndipo nikayaona yale ambayo sikutegemea kuyaona. Na Mungu alinipa upanga na Mungu akanipa moto. Bwana asifiwe. Wapendwa wa Mungu, tukae katika Bwana, tuishi katika Bwana, tustae katika Bwana, tuonekane katika Bwana. Tuzungumze katika Bwana. Hofu ya Mungu itutawale, kwa sababu unapozungumza maneno mengine ya kuudhi na kukela, Mungu anaondoka. Lakini neno la kumtukuza Mungu, neno la kumbariki Mungu, neno la kumuinua Mungu, Mungu anaimarika ndani ya nafsi yako, na kila atakachokifanya ndani yako, watu wengine watasema wewe ni mchawi. Mimi nawashangaa sana wale watu. Si mchawi ni mtu aina gani? Mchawi mimi naona kama ni takataka tu, kwa sababu hana nafasi ya kuharibu maisha yangu. Mimi nimesimama katika Bwana siku zote mpaka leo niko hai, ni kwa sababu ya nguvu ya msalaba. Nguvu ya msalaba ambao rohoni, kwa sababu Mungu ukimpa nafasi, Mungu ataona kupitia macho yake. Maana yake wewe utaona yale ya rohoni, utasikia yale ya rohoni, utasema yale ya rohoni. Na ukiwa na uwezo huo, hakuna kitakachokukaribia. Si watoto wako, si ndoa yako, wala si shughuli zako hawatazikaribia. Na wengine watakuja mpaka kumwambia, bwana ule uganga umepata wapi? Umezindika umelipata wapi? Bwana asifiwe. Kwa hiyo ukimkaribisha Kristo, wewe ni jabali, wewe ni ngome, wewe ni mwamba. Tusifanye usanii katika kumtumikia Mungu. Unajua watu wengine ambao tunafanya usanii katika kumtafuta Mungu. Hatuko serious. Tunamtafuta Mungu lakini tunaelekea kwenye uzinzi. Tunamtafuta Mungu tunaendelea kwenye nguvu za ushirikina. Tunamtafuta Mungu tunaendelea kwa waganga. Baba, nakuomba sana, acha hilo mtumishi wa Mungu. Kuna kipindi cha hali ngumu ya uchumi wa nchi. Mchele ulikuwa umeadimika sana. Mama mmoja alikuwa akanunua kilo moja mchele. Akifika jioni anapeta ule mchele kama vile anapika, lakini anauchukua na uweka kwenye mfuko na kwenye uchago anasonga ugali. Yakawa ndio maisha yake hayo. Lakini watu wanasema mama ni tajiri sana. Sasa iko hivyo kwa Wakristo wengine. Unakwenda kanisani unasema huyu ni Mkristo, lakini katika matendo ya kificho unakwenda kujificha, kunywa pombe na kuleta uovu mwingine katika nafsi ya Kristo. Hutomuona Kristo kwenye maisha yako. Kwa hiyo mwaka huu napenda wapendwa wa Bwana tubadilike. Ni majira mapya, ni msimu mpya, ni nyakati mpya ambazo zinatakiwa zimbariki Bwana na kumtukuza Bwana ili tuweze kustawi katika Bwana. Tusiigize wapendwa kama yule mama aliyekuwa anaigiza kwa ajili ya ule mchele. Tusiigize wapendwa, tuwe serious katika kumtumikia Kristo. Na kwa ajili hiyo ninaamini katika majira usiyojua wala kuyategemea utaona kustawi kwako, na wala roho ya uharibifu haitakuwa sema maisha yako. Huu ni wakati mpya, ni majira mapya na msimu mpya, na majibu kutoka kwa Bwana yakaonekane kwako, ewe mwana wa nuru unaisikia kipindi hiki. Mwisho wapendwa wa Bwana, niwatakie siku njema katika maisha yenu, nikiamini ya kwamba Kristo uliyekuwa unamsikiliza mahali hapa akisema na wewe, iko siku moja atakujibu katika kila hitaji lako. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ninaomba na kushukuru. Amen.